إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، kumshukuru Allah tabarak wa taala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, leo biidhnillah tabarak wa taala tutazungumzia kuhusiana na atharul maasi wadh-dhunubi fil fardi wal mujtama', athari ya maasi na madhambi katika mtu mmoja mmoja na katika jamii. I'lamu barakallahu fikum, hakika ya maasi na madhambi imma yawe ni madogo au yawe ni makubwa kama shirki na mingineyo, na madhambi hayo yawe yametendwa na mtu mmoja mmoja au yametendwa na watu katika jamii, basi madhambi hayo yanakuwa yana athari. Athari hiyo itaonekana kwa mtu mmoja mmoja au itaonekana kwa jamii nzima. Kwa hiyo leo tutataja baadhi ya hizo athar ambazo zinapatikana kwa watu kufanya madhambi, kumwasi Allah tabarak wa taala. Miongoni mwa athar inayopatikana kwa watu kufanya madhambi, watu kumwasi Allah tabarak wa taala, mahqul baraka, ni kufutwa kwa baraka. Watu wakiwa ni wenye kumwasi Allah tabarak wa taala, wakawa ni wenye kufanya madhambi, imma madhambi hayo ni madogo au madhambi hayo yakawa ni makubwa mpaka yakafikia katika haddi ya shirki, basi jambo hilo linasababisha kufutwa kwa baraka. Na hili amelieleza Allah tabaraka taala katika Qur'an aliposema Allah tabaraka taala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Anasema Allah tabaraka taala, lau kama watu wa mji wangemwamini Allah tabaraka taala na kumcha yeye, basi tungewafungulia wao baraka nyingi kabisa kutoka mbinguni na kwenye ardhi, lakini wao wamekadhibisha, basi tukawaadhibu kwa yale wenye kuyachuma. Katika aya hii Allah tabaraka taala anatuelekeza juu ya athar ya maasi ambayo watu wameyafanya ikawa ni sababu ya Allah tabaraka taala kufuta baraka
katika mji huo. Na hili pia tunalishuhudia leo katika jamii zetu. Baraka imetoweka katika vizazi vyetu, baraka imetoweka katika mali zetu, baraka imetoweka katika familia, baraka imetoweka katika nafsi zetu. Watu hatuna utulivu katika nafsi zetu. Tumekuwa ni watu wa mawazo, watu wenye misongo ya mawazo, na hii inatokana na madhambi tunayoyafanya. Kadhalika katika familia zetu, ugomvi hauishi katika familia zetu, hakuna utulivu katika familia zetu, mpaka mtu anaona ni bora nikakae kijiweni kuliko kukaa na familia yangu. Hii ni miongoni mwa athari zinazopatikana kwa watu kumwasi Allah tabaraka wa taala. Lakini pia athari hii inaonekana katika mali zetu, mali tunazozichuma, mali za haramu. Leo mtu ataenda kukopa mathalan katika mikopo ya riba, matokeo yake ni kuja kudhalilishwa. Amemwasi Allah tabaraka wa taala kwa kuiendea riba. Matokeo yake watu wanakuja wanachukua nyumba yake, wanachukua mali yake, anabaki ni ombaomba. Mali inakuwa haina baraka. Mtu anakuwa na mali nyingi lakini hana utulivu na ile mali yake. Kila muda ana wasiwasi kwamba nitaibiwa, mali itaenda, haishi kwa raha. Hii ni athari ya maasi tunayoyafanya katika miamala yetu. Lakini pia miongoni mwa athari zinazopatikana kwa watu kumwasi Allah tabaraka wa taala, kwa watu kufanya madhambi, zawalu ni'ami, ni kuondoka kwa neema. Allah tabaraka wa taala ameturuzuku sisi sampuli mbalimbali za neema, hazihesabiki na wala hazidhibitiki, lakini Allah tabaraka wa taala anaziondoa hizi neema kwa sababu ya maasi tunayoyafanya. Anasema Allah tabaraka wa taala akiliongelea hilo, dhalika bi anna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Anasema Allah tabaraka wa taala, kwa hilo hakika ya Allah tabaraka wa taala hakuwa ni mwenye kuibadilisha neema aliyowaneemesha watu mpaka watu wakabadilisha yale yaliyomo katika nafsi zao. Watu wakabadilisha ule utaratibu wa Allah tabaraka wa taala, wakabadilisha fitra ambayo Allah tabaraka wa taala amewaumbia kwayo. Ikawa hiyo ndiyo sababu ya Allah tabaraka wa taala kuondosha neema zake. Hii ni athari ya madhambi tunayoyafanya sisi. Kumwasi Allah tabaraka wa taala inasababisha Allah akaondoa neema zake, na hili tunaliona pia leo, athari hii ya maasi ambayo imesababisha neema za Allah tabaraka wa taala kuondoka. Leo tunalalamika vitu ni ghali, tena mtu anakupigia mifano, bwana nyuma haikuwa hivyo. Kila tunapoenda gharama za maisha zinaongezeka. Inabidi tujiulize wenyewe, tumefanya nini mpaka Allah tabaraka wa taala anatupa adhabu hii? Hakuna shaka ni maasi tunayoyafanya, ni huku kumwasi Allah tabaraka wa taala sababisha Allah anapandisha bei za vitu vinakuwa ghali, maisha yanakuwa ghali kwa sababu ya madhambi yetu. Kadhalika watu wanalalamika leo neema ya mvua imekosekana. Kuna kipindi hapa takriban miaka mitatu kama sio miwili mfululizo, katika baadhi ya maeneo hakuna mvua. Watu wanalalamika mvua hamna, vitu vimepanda bei. Hii inasababishwa na kukufuru neema za Allah tabaraka wa taala, inasababisha na maasi na madhambi tunayoyafanya. Anasema Allah tabaraka wa taala katika kulielezea hilo, walaqad akhadhna ala fir'aun bis-sinin wa naqsim min ath-thamarat la'allahum yadhakkarun, kwa hakika tuliwaadhibu watu wa Firaun bis-sinin, kwa ukame, kwa njaa, wa naqsim min ath-thamarat, na kupungukiwa katika matunda.
vyakula vimekuwa ghali, matunda hayaonekani, miti inakufa. Hata mvua ikija, lakini haiji ile mvua ya kuboresha, inakuja mvua inazoa mazao yote, mtu anapata hasara. Hali kama hii ikijitokea, hakuna wa kumlaumu, turudie kwenye nafsi zetu, kwa sababu asili ni kwamba mwanadamu ni mwenye kuneemeshwa na Allah tabaraka taala, akiwa ni mwenye kumcha Allah tabaraka taala. Sasa mpaka Allah anatusaliti hivi, turejee nafsi zetu. Kuna jambo gani tumefanya? Nini tumesababisha kumuudhi Allah tabaraka taala mpaka leo mvua inakuwa ni tabu, vyakula vinakuwa ni tabu, vitu vinapanda bei? Ni nini tumekifanya? Kadhalika miongoni mwa neema ambazo zinaondoka kwa sababu ya maasi tunayoyafanya ni neema ya amani. Katika neema kubwa ambazo Allah tabaraka taala amempa mja wake ni neema ya amani, neema ya utulivu. Mtu akawa na amani katika familia yake, katika jamii yake. Hii ni neema kubwa kabisa ambayo Allah tabaraka taala amemruzuku mja wake. Lakini neema hii inaondoka kwa sababu ya maasi. Tukiwa ni wenye kumwasi Allah tabaraka taala, tukafanya madhambi, basi Allah tabaraka taala huondoa neema hii ya amani. Watu wakawa wanaishi lakini hakuna amani, muda wowote kinaweza kikachafuka, watu hawana raha. Zikipita baadhi ya tarehe ambapo kuna vitishio kwamba vinatoka kwamba nchi itachafuka, watu wanajifungia ndani, hakuna kutoka. Yale mahitaji ya muhimu kupatikana ni tabu siku hiyo, hakuna amani, kwa sababu ya mambo ya intikhabati na mambo ya maasi, mambo ya kufanya maasi, kumwasi kiongozi, kuasi utawala katika misingi ambayo siyo ya kisheria. Haya ni mambo ambayo yanapelekea amani kuvunjika, na haya yote ni katika maasi. Lakini pia athari ya maasi pia inaonekana katika riziki zetu. Hirmanu rizqi, kunyimwa au kuchelewa kwa riziki. Hii ni sababu ya kumwasi Allah tabaraka taala. Mja anapomwasi Mola wake akafanya madhambi, basi riziki yake inachelewa. Na haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Thauban maula Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Akasema Thauban, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innal abda, hakika ya mja, la yuhramu rizqa, hunyimwa riziki, bidhambi yusibuhu, kutokana na dhambi inayompata, kutokana na dhambi anayoifanya. Kwa hiyo leo tunamtafuta nini sababu? Mbona riziki imekuwa ni tabu? Unaamka asubuhi, unarudi mchana kweupe. Nini sababu? Turudi kwenye nafsi zetu. Haya ni maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sadiqul masduq, ndiye ambaye anatueleza kwamba mja hunyimwa, hucheleweshewa riziki yake kwa sababu ya maasi anayoyafanya. Kwa hiyo tunataraji kwamba watu wakimcha Allah tabaraka taala, ukweli wa kumcha, basi riziki zao zitakuja kwa wakati, maisha yao yatakuwa ni mazuri. Sasa wewe Muislamu unasubiria nini? Unahangaika usiku na mchana katika kutafuta riziki kwa ajili ya watoto wako, familia yako, lakini umejisahau kwamba kuna maasi unayoyafanya. Hayo maasi hayo ndiyo yanayosababisha riziki yako inakuwa tabu, inakuwa sio nyepesi kuipata, riziki yako inachelewa. Aqulu hadha alqawl wastaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, sallama tasliman kathira, amma ba'd. Katika khutba ya kwanza tulikuwa tukieleza miongoni mwa athar zinazopatikana kwa watu kufanya maasi, kumwasi Allah tabaraka taala. Athari ni nyingi sana, lakini tutataja kwa uchache
kulingana na maqam. Miongoni mwa athari mbaya kabisa ya maasi ambayo mja anayoyafanya, hususan kwa sisi tulabul ilmi, ni jambo la kunyimwa riziki katika ilmu. Wanafunzi wakiwa ni wenye kumwasi Allah tabaraka wa taala, wakafanya madhambi, imma ni madhambi makubwa au wakaendelea na madhambi madogo, hii ni sababu ya kunyimwa riziki ya ilmu, kwa sababu ilmu ni katika riziki. Na imepokelewa athar kutoka kwa alimamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Alimamu Shafi'i anamshtakia mwalimu wake, anasema shakautu ila waqi'in su'a hifdhi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. الإمام الشافعي anasema shakautu ila waqi'in, nilipeleka mashtaka mimi kwa mwalimu wangu Waqi' ala su'i hifdhi, juu ya ubaya wa fahamu yangu. Kila nikijaribu kuhifadhi mambo hayakai. Ndio mwingine kitabu inaweza kaa umekisoma umekimaliza, lakini ukifanya muraja unaona mbona kama bado sijaelewa. Umekisoma mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini ukiambiwa fundisha huwezi. Kila ukijitahidi katika kuhifadhi maalumati hayakai. Basi rudi uangalie katika madhambi unayoyafanya yanayosababisha mpaka wewe hifadhi yako haikai vizuri. Kwa hiyo nasema shakautu ila waqi'in su'a hifdhi, nilishtakia mimi kwa mwalimu wangu juu ya ufahamu wangu, juu ya hifdhi yangu kwamba ni mbaya. Fa arshadani ila tarki almaasi, akanipa muongozo acha maasi, kwa sababu elimu ya Allah ni nuru, na nuru hapewi mtu ambaye ni mwenye kuasi. Kwa hiyo wanafunzi wenzangu, tujiepushe sana katika usomaji wetu, katika kutafuta kwetu ilmu, tujitahidi sana kujiepusha na maasi. Na hata kama ikitokea basi umefanya maasi, kimbilia katika kutubia kwa Mola wako tabaraka wa taala. Hii ndio itakuwa ni salama kwako na kile unachokitafuta katika ilmu. Lakini pia miongoni mwa athar zinazopatikana kwa watu kumwasi Allah tabaraka wa taala ni kama alhalak, min asbab alhalaki walbala. Kumwasi Allah tabaraka wa taala ni katika sababu za kuangamia na sababu za mabalaa, mitihani kuja, majanga kuja. Tunasoma katika Qur'an namna kaumu zilizopita namna alivyoangamizwa, ni kwa sababu ya maasi, imma ni shirki au ni maasi mengine, kama alivyofanya kaumu Lut. Allah tabaraka wa taala hakuwaacha. Kadhalika na wewe unapofanya maasi, basi usijiaminishe na Allah tabaraka wa taala kwamba anaweza akakuacha, atakuangamiza na wewe kwa namna moja au nyingine. Aamintum man fi samaa an yakhsifa bikumul ardh fa idha hiya tamur, hivi mnajiaminisha nini nyie na Allah tabaraka wa taala aliye juu asikuangamizeni nyie? Mnajiaminisha nini na Allah tabaraka wa taala? Kadhalika maasi yanasababisha albala, mabala, majanga, maradhi. Sababu ya kuja gonjwa la ukimwi sababu yake ni nini? Ni maasi, zina. Watu wakafanya maasi ya zina, tena inasemekana kwamba ni walifanya tendo hilo na wanyama, inasemekana hivyo. Haya ni katika maasi. Mpaka leo watu wanateseka kwa sababu ya nini? Ya ukimwi, sababu ya maasi. Kwa hiyo tujiepushe ndugu zangu na maasi. Lakini pia miongoni mwa sababu ta'sirul umur, miongoni mwa athar zinazopatikana kwa watu kumwasi Allah tabaraka taala, ta'sirul umur, ni mambo kuwa magumu. Mambo yanakuwa magumu kila unavyojitahidi
katika mambo yako unaona mipango yako haisukiki. Ukijitahidi kufanya hivi unafeli, mambo yako yanakuwa magumu. Hii yote ni kwa sababu ya maasi unayoyafanya. Anasema Allah tabaraka taala, waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja, na yoyote mwenye kumcha Allah tabaraka taala, Allah humjalia matokeo, humpa njia ya kutokea pale kwenye ugumu, yeye ndiyo upata njia ya kutokea. Wa bila aks, na kinyume chake, yule mwenye kumwasi Allah tabaraka taala, Allah hufanya mambo yake yanakuwa ni magumu. Kila akijitahidi kufurukuta anaona kwamba anafeli. Hii ni athari mbaya kabisa ya maasi. Lakini pia miongoni mwa sababu, miongoni mwa athari zinazopatikana kwa watu kumwasi Allah tabaraka taala, alfadhihatu walkhizyu, ni fadhiha, watu kufedheheka, kadhalika watu kudhalilika fi dunya wal akhirah, hapa duniani na kesho akhirah. Watu wanadhalilika kwa sababu ya maasi. Leo kuna watu walikuwa na maisha mazuri kabisa, magorofa, lakini leo wamebaki ni ombaomba, wanaomba watu kwa sababu ya maasi waliyofanya. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hayaruki patupu. Kama Mtume alisema kwamba zina inarithisha ufakiri, basi wewe ukiendea zina utakuwa fakiri tu. Fakiri wa mali, fakiri wa mawazo, utakuwa ni fakiri tu, sababu Mtume hasemi uongo. Kadhalika kwenye mambo ya mikopo, mambo ya riba, watu wamedhalilika kwa sababu ya mambo haya ya maasi, ya madhambi haya ya kwenda kuchukua mikopo katika mabenki yenye riba. Leo unaenda chukua, mara ya kwanza unazungusha, unapata mtaji vizuri kabisa, kesho unatamani tena, unaongeza dau. Ukiongeza dau kesho mali yako yote inasombwa, unabaki unaanza kuombaomba watu. Tunao watu humu wanadhalilika kwa sababu ya hii mikopo yenye riba. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, haya ni machache katika mengi yanayopatikana katika athari zinazopatikana kutokana na watu kumwasi Allah tabaraka taala. La muhimu ni watu kutubia kwa Allah tabaraka taala ili kujiepusha na yote haya ambayo tumeyataja. Tujitahidi sana kurejea kwa Mola wetu tabaraka taala, sababu Allah anasamehe madhambi yote. Watu warudi kwa Mola wao. Kama kuna mali uliidhulumu, rudisha mali ya watu. Hii ndiyo salama kwako, kwa sababu Allah hasamehi dhulma ambayo mja ameifanya mpaka yule uliyemdhulumu akusamehe. Jambo gumu kabisa, lakini tujitahidi, kwa sababu tunataka baraka sisi katika vizazi vyetu, katika mali zetu, katika maisha yetu. Na baraka haipatikani ikiwa watu ni wenye kumwasi Allah tabaraka taala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.